Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Iran lazima itoe mpango sahihi katika mazungumzo ya Oman ikiwa inataka kuepuka shambulio linaloweza kutekelezwa na Marekani. Hii ni TriGen Media. Kauli hizi za Donald Trump zinakuja huku mazungumzo kati ya pande hizo mbili yakiendelea kufukuta, wakati ambapo ripoti za vyombo vya habari vya Marekani zinaonyesha kuwa duru ya pili ya mazungumzo itafanyika mjini Geneva, Uswizi, siku ya Jumanne, ikinukuu vyombo visivyotajwa ndani ya utawala wa Trump. Trump amependekeza matumizi ya hofu dhidi ya Iran kwa madai kuwa imekuwa vigumu kutumia njia za kidiplomasia, yaani mazungumzo, kuhusiana na mpango wa Iran wa nyuklia. Trump ameyasema hayo mbele ya hadhira ya wanajeshi walio kazini katika kambi ya jeshi ya Fort Bragg huko North Carolina, baada ya maafisa wa Marekani kuarifu kuwa wametuma meli ya pili ya kivita Mashariki ya Kati. Hatua ya kuongeza meli ya pili ya kivita huko Mashariki ya Kati inatia wasiwasi kwamba huenda Trump anaweza kuwa anaandaa vita kimya kimya, jambo linalotajwa kwamba litakuwa baya iwapo likitokea. Katika mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yanayoendelea huko Muscat, Oman, jambo kuu ambalo Iran inazidi kushikilia bila kukubaliana nalo kabisa linahusiana na mipaka ya majadiliano yenyewe, hasa swala la programu yake ya nyuklia na masharti yanayotolewa na Marekani na washirika wake. Iran inasisitiza kuwa majadiliano haya yafanyike kama kikao cha jambo moja tu, yaani nyuklia, na sio mjadala mpana unaojumuisha mambo kama vile programu za mizinga ama ushawishi wake wa kikanda, jambo ambalo Marekani na washirika wake wanataka kuelekezwa pamoja kwenye meza ya mazungumzo. Iran imekuwa ikikataa kabisa kuondoa ama kufuta kabisa mpango wake wa kurutubisha uranium ambao Marekani inataka udhibitiwe ama usitishwe kwa kiwango kikubwa. Tehran inasema haki ya kuendelea na mpango wake inabidi itambuliwe kama sheria yake ya nchi na haipaswi kudhibitiwa wala kuingiliwa kama masharti ya utekelezaji wa mkataba wowote. Kwa ufupi, swala ambalo Iran haiwezi kukubaliana nalo kamwe ndani ya mazungumzo huko Oman ama kokote kule yatakakofanyika ni kupunguza mipaka ya ajenda na kukubali masharti mapya juu ya programu yake ya nyuklia na silaha za makombora, hasa yale yanayotakiwa iwe mjadala wa kina juu ya siasa za kijeshi na ushawishi wake wa kikanda nje ya masuala ya nyuklia pekee. Hatua ya Marekani kusogeza meli zake za kijeshi katika eneo la maji la Mashariki ya Kati mara nyingi linatafsiriwa kama ujumbe wa onyo dhidi ya Iran na onyo la kijeshi. Hata hivyo, hatua hiyo inaweza pia kuongeza mvutano na hatari ya makabiliano ya moja kwa moja au yasiyo ya moja kwa moja. Iran inaweza kujibu kwa kuongeza uwepo wake wa kijeshi, kufanya mazoezi ya kijeshi ama kutumia makundi ya washirika wake katika eneo hilo kuonyesha msimamo wake. Hali kama hii inaweza kusababisha kuongezeka kwa sintofahamu, uhalifu wa kijeshi au mashambulizi ya kulipiza kisasi, jambo linaloweza kuathiri usalama wa kikanda na hata bei ya mafuta kimataifa kuweza kupanda. Hii ni TriGen Media.